Karibu msikilizaji kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Tunaweza kuhakikisha kwamba tunazidi kukusogeshea karibu taarifa zinazotokea hivi punde, lakini pia tunahakikisha kwamba tunakupa uchambuzi wa kina kupata kuelewa ambacho kinatokea na tuweze kuelewa kwamba kinaleta madhara ama faida ya kiasi gani kwa mwananchi wa kawaida. Na msikilizaji, taarifa za hivi punde ambazo zinanifikia ni kwamba bunge la Ulaya limekubali hatua ya kusitisha ufadhili kwa Tanzania. Msikilizaji, kwamba wabunge wa bunge la Ulaya wameketi chini, wamepigia kura mswada huo wa kusitisha ufadhili nchini Tanzania, na mswada huu umepigiwa kura na sasa ni sheria kwamba Tanzania haitaweza kupokea ufadhili kutoka Ulaya. Na msikilizaji, taarifa hii imekuwepo ndani ya siku chache zilizoweza kupita, hatua ambayo serikali ya Tanzania iliweza kuipuzilia mbali na kuweza kusema kwamba hatua kama hiyo haingeweza kuchukuliwa. Lakini msikilizaji, zipo sababu kadhaa ambazo zimefanya bunge hili la Ulaya kuweza kusitisha sapoti yake ama ufadhili katika taifa la Tanzania, na ndio maana nataka nikusomee taarifa ambayo imetoka katika bunge hili, kisha tutaweza kutathmini kuweza kuelewa ambacho kimeweza kutokea. Nasoma hivyo msikilizaji. Habari za hivi punde ni kwamba bunge la Ulaya limekubali hatua ya kusitisha ufadhili kwa Tanzania. Bunge la Ulaya limekubali azimio kwa kupiga kura kwa kuinua mikono kuhusu rasimu ya uamuzi wa utekelezaji wa tume kuhusu ufadhili wa mipango na vitendo wa kila mwaka kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka 2026. Katika maandishi yaliyopitishwa bungeni leo, wabunge wa bunge la Europa wanabainisha uamuzi wa tume mwezi Novemba mwaka 2025 wa kusitisha mchakato wa kupitisha uamuzi wake wa ufadhili kwa Tanzania kutokana na wasiwasi mkubwa uliotolewa na wabunge, hasa kuhusu mwenendo wa uchaguzi na udanganyifu uliofanyika Tanzania mwezi Oktoba mwaka 2025 na ukandamizaji mkali wa serikali wa maandamano yaliyofuata ambayo yalisababisha vifo vya watu zaidi ya 400 na mamia wengine kukamatwa kwa mashtaka ya uhaini. Msikilizaji, hiyo ndo taarifa ambayo imeweza kutoka katika bunge hili la Europa, lakini zaidi imesoma hivi: The European Parliament adopted a resolution by a show of hands on the draft commission implementing a decision on the financing of the annual action plan in favor of the United Republic of Tanzania for 2026. In the text adopted in plenary today, MEPS notes the Commission's decision in November 2025 to suspend the process for the adoption of its decision on financing for Tanzania in the wake of grave concerns expressed by MEPS, particularly with regard to conduct of Tanzania's fraudulent elections in October 2025 and violent government suppression of demonstrations that followed, which resulted in the death of over 400 people and hundreds arrested on charges of treason. Msikilizaji, ndo taarifa kamili hiyo ambayo imeweza kuachiwa na bunge hili la Europa ambalo imejiita MEPS Object Commission Funding Plan for Tanzania. Kwa ufupi msikilizaji,
nchi hii ya Ulaya imeweza kujitoa ama kusimama mbali katika suala hili la kuelekeza ufadhili wake nchini Tanzania. Ufadhili huu, msikilizaji, kumbuka kwamba unasaidia kwenye sekta ya elimu, sekta ya ukuaji wa mimea na masuala kadhaa serikalini, na kwa sababu hiyo kutashuhudiwa upungufu kwenye sekta hizo, kwa sababu ndani ya siku kadhaa zilizopita nchi imeishia kutegemea kwamba ufadhili huu unaweza kuja na unasaidia katika kuhakikisha kwamba masuala ya elimu na masuala ya ukuaji wa mimea yanakuwa yamenyooka. Msikilizaji, mambo matatu yamejitokeza kwenye ripoti hii ambayo imeweza kutolewa na taifa hili la Ulaya, kwamba uchaguzi ulioweza kufanyika Oktoba 29 haukuzingatia katiba, na kwamba uchaguzi ule haukuwa wazi kwa watu kuweza kusema kwamba uchaguzi ule ulikuwa ni huru. Yaani ni uchaguzi ulioonekana kuwa na dosari nyingi. Lakini hata hivyo kuna maandamano yaliyoweza kufuatia baada ya uchaguzi ule. Wananchi wakaona kwamba hapa kabisa hatujapata haki, na kwa sababu hiyo wakahitaji kufanya maandamano ya kuonyesha kudhulumiwa, ya kuonyesha kunyimwa haki zao, ya kuonyeshwa kwamba hawajaweza kushiriki uchaguzi ambao ni huru kama inavyotaka katiba. Kwa sababu hiyo yakawepo maandamano ya kuonyesha kwamba watu hawakuridhishwa na jinsi uchaguzi ulivyoendeshwa na jinsi kura zilivyohesabiwa. Yaani watu hawakupata kuridhika na shughuli mzima ya uchaguzi ulivyoendeshwa mpaka uteuzi ulivyofanywa. Kwa hivyo kulipoendelea maandamano, jinsi serikali iliweza kuhakikisha kwamba wameshughulikia yale maandamano ni swala ambalo nchi hii inaliangalia kwa upana sana, kwa sababu wanasema kwamba Tanzania iliwaua watu. Kutokana na idadi ile iliyotolewa na tume ya Chande, wamesema ni chini ya 400, lakini ukiwauliza Watanzania halisi watakwambia watu waliokufa ni zaidi ya 10,000. Lakini sasa jinsi Tanzania iliposhughulikia swala hili la kudhibiti maandamano kwa kuwaua raia wake, kwa kuwaumiza na kuwashikilia wengine na kuwashtaki wengine kwa makosa ya uhaini, inakuwa ni baadhi ya sababu ambazo zimefanya nchi hii ya Ulaya kuweza kusitisha msaada wake kwa nchi ya Tanzania, kwa sababu wanahisi kwamba Tanzania ina uongozi ambao ulikosea na ambao haujaweza kuchukua hatua za kurekebisha makosa ambayo yaliweza kutokea, kwa sababu viongozi ambao walichukua serikali kutokana na uchaguzi ule ambao ulikwenda na maisha ya watu wengi hawajawahi kupata nafasi kurekebisha matatizo yaliyosababishwa siku hii ya Oktoba 29 na siku zilizoweza kufuata. Sasa ndio maana serikali hii imesema kwamba watasitisha ufadhili wao kwa nchi ya Tanzania, kwa sababu walikuwa wamesema mwanzoni kwamba wanautathmini upya uhusiano wao na nchi ya Tanzania, na kwa sababu hiyo wamefikia mwafaka na kusema sasa kwamba watasitisha ufadhili wao kwa nchi hii ya Tanzania, na kwa sababu hizo ambazo zimeweza kutolewa, lakini hawajaweza kutoa siku ambayo wataweza kuyaangalia masuala haya tena, lakini kilichopo mpaka sasa ni kwamba ufadhili umesitishwa wa mwaka 2026 na bunge limepitisha kwamba ufadhili kwa nchi ya Tanzania uweze kusitishwa. Msikilizaji, nakukaribisha kuendelea kutufuatilia kwa maana ya kutia subscription kwenye channel yetu.
lakini pia unaweza kuhakikisha kwamba unacheki siku hadi nyingine kupata taarifa mpya punde zinapotokea. Jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninakufahamisha.